Iran imetoa satellite mbili zilizotengenezwa ndani ya nchi kwenda Urusi kwa uzinduzi ujao, shirika la habari la Tasnim limeripoti hivyo mnamo Oktoba 12, hiyo pia ikionyesha kisa cha karibuni zaidi cha ushirikiano wa anga za juu kati ya mataifa hayo mawili ambayo yote pia yako chini ya vikwazo vya Marekani. Rais wa Iran pia Masoud Pezeshkian ameitaka Urusi kuchukua msimamo unaounga mkono zaidi kuhusu vitendo vya Israeli kusababisha vifo kwa raia kwa wingi huko nchini Lebanon na ukanda wa Gaza. Na pia kabla sijasonga mbele na ripoti hii, na wakumbusheni ya kwamba unao pia nafasi kushuhudia matukio haya ya kivita kutoka Mashariki ya Kati kwenye group la WhatsApp, ambako pia huko nimekuwa nikiweka matukio hayo moja kwa moja kutoka huko Mashariki ya Kati. Sasa unaweza ukajiunga moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 1000 kwa wiki au kiasi cha shilingi 3500 kwa mwezi. Utachagua mwenyewe ya kwamba ujiunge kwa wiki au ujiunge kwa mwezi. Nambari ya malipo ni ya Tigo Pesa ya 0679619650, yani 0679619650. Basi karibu sana pia endapo utawiwa ama utahitaji pia kushuhudia matukio hayo kutoka Mashariki ya Kati, lakini pia huko Urusi na Ukraine. Kama kawaida pia nimekuwa nikiweka operations za huko Kursk, lakini pia maeneo mengine katika vita vya Urusi na Ukraine. Irani imetoa satellite mbili zilizotengenezwa ndani ya nchi kwenda Urusi kwa uzinduzi ujao, shirika la habari la Tasnim limeripoti hivyo juu ya taarifa hiyo. Na hiyo pia imedhihirisha kisa cha karibuni zaidi cha ushirikiano wa anga za juu kati ya mataifa hao mawili, yani Urusi na Iran, ambayo pia yote yako chini ya vikwazo kutoka Magharibi. Satellite Kowsar na Hodi zinawakilisha mradi muhimu wa kwanza wa Iran kutoka kwa sekta yake ya anga za juu yaliyoripotiwa kuwa yalitumwa Urusi Oktoba 11. Kowsar, satellite ya upigaji picha ya hali ya juu, imeundwa kwa matumizi ya kilimo, ufuatiliaji wa mazingira na kukabiliana na majanga, ambako wakati huo Hodi ambayo ni satellite ndogo ya mawasiliano inalenga kutoa ushirikiano wa satellite katika maeneo ya mbali yenye mitandao midogo ya nchi kavu. Kundi la vijana wahandisi wa Irani wenye umri wa wastani wa miaka 25 aliongoza mradi huo katika kampuni ya kibinafsi ya teknolojia ya Iran, kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim. Urusi awali ilirusha satellite za Iran katika orbiti mnamo mwezi Februari na tena mwaka 2022, jambo ambalo pia liliibua wasiwasi kutoka Marekani, jambo ambalo pia liliibua wasiwasi kwa maafisa kutoka nchini Marekani, ambako pia maafisa hao hawana wasiwasi ya kwamba satellite hizo zinaweza kusaidia shughuli za Urusi nchini Ukraine na kuisaidia Iran kufuatilia malengo ya kijeshi kote nchini Israeli na Mashariki ya Kati. Katika maendeleo kuhusiana na hilo, Iran ilifanikiwa kuendesha satellite yake ya pili ikitunguliwa mwaka huu mnamo mwezi Septemba kwa kutumia roketi iliyotengenezwa na jeshi la Revolutionary Guards, ambapo uzinduzi huo ulifanyika huku kukiwa na shutuma kutoka kwa Marekani na mataifa ya Ulaya, ambayo Iran imeipatia Urusi makombora ya ballistic kwa matumizi nchini Ukraine, japo Teherani mara kwa mara imekuwa ikikana taarifa hizo ya kwamba imepeleka makombora hayo huko nchini Urusi. Rais wa Iran Bwana Masoud Pezeshkian amesema baada ya mkutano wake na rais wa Urusi Vladimir Putin pia huko mjini Ashkabati ya kwamba ametaka nchi hiyo ya Urusi kuchukua msimamo thabiti unaounga mkono zaidi kuhusu vitendo vya Israeli katika ukanda wa Gaza na huko Lebanon. Tulijadili masuala ya kikanda, hasa kwamba Urusi lazima ichukue jukumu la utendaji zaidi kuhusu uhalifu uliotendwa na utawala wa Israeli
dhidi ya wanawake na watoto nchini Lebanon na ukanda wa Gaza, alisema katika video iliyotolewa na huduma yake kwa vyombo vya habari. Rais huyo wa Iran alibainisha wakati wa mazungumzo ya kuwa nchi za Ulaya na Marekani hazina nia ya kupunguza hali ya Mashariki ya Kati ambayo imeongezeka sana kwa sababu Israeli haitambui viwango vyovyote vya kimataifa vya kisheria na kibinadamu. Mkutano huo umefanyika kandoni mwa Interconnection of Times and Civilization kama msingi wa jukwaa la kimataifa la amani na maendeleo huko Ashgabat. Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei alisema mnamo tarehe 4 ya mwezi huu wa 10, 2024 ya kwamba Marekani na washirika wake wanaunga mkono Israeli katika migogoro katika eneo la Gaza pamoja na huko Lebanon ili kupata tu mikono yao juu ya rasilimali za Mashariki ya Kati. Na pia maafisa kutoka nchini Marekani wamesema ya kwamba Marekani inaamini ya kwamba Israeli imepunguza kile itakacholenga katika majibu yake dhidi ya shambulio la Iran. Shirika la habari la NBC News limesema hivyo, ambako kulingana na maafisa hao kutoka nchini Marekani wamesema huenda Israeli ikalenga miundombinu ya kijeshi na ya nishati ya Iran, kwani hakuna dalili ya kwamba Israeli italenga vituo vya nyuklia huko nchini Iran. Maafisa wa Marekani wamesisitiza kuwa hawana taarifa ya kuonyesha mwitikio utakuja leo na haiko wazi maafisa wa Israeli hata wamekubaliana kwa mmoja bado. Kituo cha habari hicho kimesema hivyo. Mtangazaji huyo ameongeza kuwa waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amewasiliana kwa simu na mwenzake kutoka Israeli wa kuitwa Yoav Galati, huko vyama hivyo vikijadili mapigo mapana kuhusu jibu la Israeli, walakini sio wazi ya kwamba Galati alitoa maelezo yote halisi juu ya ulipizaji kisasi hicho. Yoav Galati tarehe 9 mwezi huu wa 10 alisema ya kwamba Israeli haijaachana mipango ya kutekeleza shambulio dhidi ya Iran ili kulipiza kisasi shambulio lake la hivi karibuni, ambako kulingana na Galati majibu yatakuwa mabaya sana na yasiyotarajiwa, kwamba wa Irani hawataweza kuelewa chochote ya kwamba ni kipi kimetokea haswa. Na hicho pia ndicho ambacho kinazidi kujili hadi sasa kutoka huko Mashariki ya Kati, ambako pia umesikia taarifa ya rais wa Irani Masoud Pezeshkian ya kwamba ametaka Urusi kuchukua msimamo wa kuunga mkono zaidi kuhusu vitendo vya Israeli huko Lebanon pamoja na ukanda wa Gaza. Lakini pia umesikia taarifa moja kubwa sana kuhusu mwendelezo wa ushirikiano baina ya mataifa mawili, yani Irani na Urusi, ambako Irani imetaarifiwa ya kwamba imepeleka satellite 2 zilizotengenezwa ndani ya nchi yake kwenda huko Urusi kwa ajili pia matumizi zaidi ya kijeshi. Hivyo basi taarifa zingine zaidi karibu sana hapo baadaye. Pia endelea kuifuatilia JMTV kila siku na kila wakati ili kufahamu mengi zaidi ambayo yanajili huko Mashariki ya Kati.